Benefits of building the house of God. Faida ya kujenga nyumba ya Bwana. Benefits of building the house of the Lord. Faida ya kujenga nyumba ya Bwana. Nitaanza ujumbe huu kwa kusema hivi: nyumba ya Bwana ni extension ya ufalme wa Mungu wa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ufalme wa Mungu wa mbinguni uko na Mungu kule mbinguni. Njia moja ya kuleta ufalme wa Mungu hapa duniani ni kwa kujengea Mungu nyumba. Kwa sababu tunajua kila ufalme lazima uwe na mahali fulani. Hata chifu wa kwenu si anakuwa na mahali anaonana na watu. Hiyo maneno ni kweli ama si kweli? Kila ofisi ikijengwa, hata wakati zamani tulikuwa na mfumo wa administration tofauti. Tulikuwa na mandisi na mandio. Kitu ya kwanza, wakati tuliingia kwa mfumo mwingine, kitu ya kwanza ilifanyika, kama ni governor alitaka mahali ya kufanya administration akiwa amekaa. Hawezi kuwa na administration ya hewani. Mwae kusikia kama hiyo? Bwana Yesu asifiwe sana. Hata rais wa Kenya ako na mahali anafanyia administration. Kwa hivyo mahali Mungu wa mbinguni anafanyia administration ya mbinguni ni katika nyumba ya Bwana. Na kwa hivyo nyumba ya Bwana ikijengwa huwa ni extension. Sijui kwa Kiswahili sanifu na stahili kutumia neno gani? Extension ya ufalme wa Mungu hapa duniani. Na wakati Yesu alikuwa anafundisha watu, alikuwa anasema ili tuweze kubarikiwa, ile ombi alisema tuombe ni ufalme wa Mungu fanya nini? Ukuje. Kwa hiyo wakati unaona unachangia kujenga nyumba ya Bwana, una extend ufalme wa Mungu wa mbinguni hapa duniani. Unaleta administration ya mbinguni hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio Mungu anakataza watu wengine kujenga nyumba. Mnakumbuka David alitamani sana kujengea Mungu nyumba. Lakini Mungu akasema kwa sababu mikono yako iko na damu, hawezi ukanijengea nyumba. Akaamua mtoto wako Solomon ndiye atakaye nijengea nyumba. Kwa hiyo sio kila mtu anapata kibali cha kujengea Mungu nyumba. Mungu mwenyewe huchagua watu wa kumjengea nyumba. Maana mahali kuna ufalme wa Mungu wa mbinguni, mahali mamlaka ya Bwana inashuka, lazima ijengwe kwa misingi ya kiungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kama kuna kibali, kama kuna favor, tunaweza kufanya Mungu wa mbinguni ni kuweka madhabahu ikiwa safi. Hiyo ndio kibali kikubwa. Maana madhabahu ikiwa safi, Mungu anawezaga kushuka na kufanya administration na kufanya judgment na kubariki watu. Ni katika madhabahu tunabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo ukikaa kwa madhabahu ambao ni defiled, utakaa siku zote bila kubarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na madhabahu ni aina tatu. Kuna madhabahu inakuwa dormant. Kuna madhabahu kwa sababu ya kuleta wenye dhambi wengi ilikufa. Na madhabahu ikiwa imekufa haiwezi kuongea. Hata ukileta sadaka hapa inakuwa tu ni kama kununulia mtu chai. Unajua ukinunulia mtu chai hakuna kitu unapata. Bwana Yesu asifiwe sana. Na madhabahu inakufa kwa sababu ya makuhani. Ukiona madhabahu imekufa ni wale wanakanyanganga hapa. Praise the name of the Lord. Papa Praise tunakanyanganga hapa. Tuko na kina pasari. Ukiona madhabahu haiongei, unatoa sadaka hapa, nyumba inaenda inafungwa. Ujue sasa wale wanakanyanga hapa ndio wameua madhabahu. Bwana Yesu asifiwe sana. Madhabahu inakufa number 1 kwa sababu ya wenye dhambi kukaa kwa madhabahu. Na hata sasa Kenya tutabadilisha mambo. Tutoke kwa madhabahu tukue tunakaa kule ili tukue tunaingia hapa. Alafu sasa tutaomba Mungu kama mtu akikanyanga hapa amekosea,
Abanye vile walikuwa wanafanya samani. Ama mnaonaje? Praise the Lord. Kwa hiyo sasa Sara tukupatia mic na unajua vile umefanya. Afadhali waanze kujifanya unaumwa na kichwa. Maana madhabahu ikikuwa watu wanaingia katika shida. Praise the Lord. Kwa hiyo ndio tunalinda madhabahu. Kwa hiyo madhabahu kuna madhabahu namba 1 inakuwa dead ama dormant. Dormant ni ile madhabahu ambayo imekufa. Kuna madhabahu zingine zinakuwa haitakufa na ineni. Tukianza kufanya dhambi hapa kwa madhabahu, kitambo Mungu aondoke ataanza na warning. Anakupatia grace period fulani. Na utasikia ikireflect kwa ndoto, itareflect kwa prophecy. Unaanza kusikia Mungu ameanza kulalamika. Sasa ukisikia Mungu ameanza kulalamika kwa sababu ya madhabahu, inachukuanga muda fulani. Watu wasiporekebisha, Mungu anaondoka inakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuna madhabahu nyingine inakuanga hai, live altar. Ya kwamba ukiweka sadaka yako pale, unaona muujiza, unaona Mungu, unaona utembeleo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiapproach madhabahu ambayo iko hai, ili uactivate madhabahu, for you to be connected na madhabahu, you are not connected because of coming to the church. You connect to the altar, number 1, kwa sababu ya kuparticipate kwa mjengo. Kwa hiyo ukikuja hii kanisa ukute hakuna kitu chako iko hapa, hakuna msumali, kuna uwezekano you are not connected. Unajua kuna watu kama hawa wanakuanga jua karibu. Ikifika wakati wa rambe, anaenda msunguri hiyo safi. Alafu sabili nyingine ya ndani. Unajua yeye anaonanga ni mwerevu. Praise the Lord. Na akienda kule anaanza Bwana sifiwe, mimi si mtamu, lakini kasema nishiriki na nini? Si vile ameamua kushiriki, ni vile kulikuwa na harambee. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kile unakosa ni connection. Kwa hiyo kitu ya kwanza ya kuconnect na madhabahu ni kuhakikisha katika lile jengo unayo sehemu yako kulingana na kiwango chako kidogo. That little. Hata kama ni shilingi 10, hata kama ni mjengo kama huyu, hata kama umekuja na msumari kama ile peke yake iko pale, kuna kitu yako inaweza kuongea. Kwa nini tuna connect na madhabahu? Ni kwa sababu katika mlima na katika madhabahu zile visu zimetolewa, zinaongeanga, they speak. Na ndio wale walileta mabati, hata kama hawako, kuna kitu inaweza kutokea kwa maisha yao iongee. Na hizi vitu zinaongeanga, shida ikitokea ndio zinaongea. Ukiwa kuna shida unaweza kuona. Siku unajua Mordekai alisaidia mfalme na ikakaa siku nyingine hata hakukumbuka. Lakini ile siku ilitokea shida, zile sadaka sasa ilianza kunena. Mnakumbuka mtu anaitwa Hezekia akaambiwa sasa panga nyumba yako utakufa. Si vitu ilianza kunena. Bwana Yesu asifiwe sana. A good example ni katika Luke 7. Let's look at Luke 7. Tuangalie Luka 7. Na tutasoma kwa haraka kwa sababu I hope Pastor Ruth you are there. Tutasoma Luka 7. Acha nione mstari. Tuone baadhi ya hii mambo tunasema. Luka 7. Hebu soma verse 2. Luka 7 verse 2. Na mtumwa wake akida mmoja alikuwa hawezi karibu na kufa, naye ni mtu aliyempenda sana. Endelea. Aliposikia habari za Yesu, alituma wazee wa Wayahudi kwake kumuomba aje amponye mtumwa wake. Nao walipofika kwa Yesu, walimsihi sana wakisema, amestahili huyu umtendee neno hili. 5. Maana analipenda taifa letu, naye alitujengea sinagogi. Verse 6. Basi Yesu akaenda pamoja nao. Hata usimamia tu. Huyo ni mtu alikuwa na mtoto wake na alikuwa anampenda sana. Akarojeka karibu moja nini?
Sasa yeye alikuwa mwenye dhambi. Hata kusoma pale sinasema Yesu hawezi kuja kwangu maana mimi ni mwenye dhambi. Sasa akatuma wazee waende. Wazee walipoenda walimsihi Yesu wakisema nini? Anapenda taifa. Hiyo ni quality number 1. Kupenda taifa si kupenda miti, ni kupenda watu. Na hapa kuna watu hawapendi watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna mtu hapa akanyang'anya kwa watu. Kuna mtu kama sasa tunaambiwa mtoto ni mgonjwa, hawezi kumuona hapo. Lakini yeye mwenyewe ile wakati mtoto wake atakuwa mgonjwa anataka atuo. Si namna hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu hawaguswi na mahitaji ya watu. Na hiyo ni karakta moja ya kuvuta presence ya Yesu katika maisha yako. Kupenda watu. Kupenda watu ni kuingia kwa mahitaji ya watu. Unasympathize na watu. Hiyo ndio ilikuwa quality moja. Yule mtu alikuwa hasina, alikuwa mwenye dhambi. Na ndiye hata yeye mwenyewe hakwenda kwa Yesu. Maana dhambi yake ingemzuia. Lakini alikuwa na quality moja, alikuwa anapenda watu. Na wazee walipoenda wanamwambia Yesu, huyo mtu anatakikana, it is lazima uponye mtoto wake kwa sababu number 1 anapenda watu. Si kama sasa mama yetu alikuwa na msiba. Si kama sasa kuna dada yetu ako na mtoto wako na tima kwa kichwa. Unajua wewe hakuna kitu umepea Mungu ili mtoto wako asipote. Kama kuna kitu umetumia Mungu. Si ni mtoto kama ule wako alikuwa basi mwingine na ako na tima anatakikana pesa nyingi. Sasa unaona jambo kama hilo liendelee na kuna mshirika hapa kanisani na hapa nini? Ashughuliki. Na si kusema ya kwamba wewe ni kitu, maana kama ungekuwa una kitu ungekuwa umekufa. Asiona asiwaraji kusema unakula na unakunywa. Si lazima uende na pesa. Hiyo kamchele umenunua kilo 1. Kawa kanusu. Useme nitaenda kuona ndugu yangu na kanusu hii. Hiyo ndio kupenda watu. Kuguswa na mahitaji ya watu wengine. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio quality moja ambayo tunatakikana kuwa nayo. Na kanisa la mwisho tumekosa upendo. Upendo wetu ni kwa maneno. Lakini upendo ile inafika mbinguni sio upendo ya maneno, ni upendo ya matendo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Bwana akasema mtu huyu anapenda watu, anapenda taifa. Namba 2, alitujengea hekalu. Wakati Yesu alisikia hiyo mambo mawili, aliambatana pamoja na wao. He accompanied them. If you want to touch the heart of Jesus, kitu moja ni kupenda watu, ni kuguswa na mahitaji ya watu. Wakati mtu mwingine anateseka, unaingia kwa viatu vyake, unasikia kama ni wewe, unamsaidia. Kwa hiyo wewe Mungu amekusaidia naye. Bwana Yesu asifiwe. But most of us, unaona kama mambo imetangazwa hapa na unaona mtu shughuliki na tunakuwa shirika wengi. By the way, unaona vile tulivyo, kuna kanisa zinakuwa ndogo sana. Lakini ile upendo iko mahali pale, ni upendo kubwa. Na Yesu alisema upendo unavumilia dhambi ya aina nyingi. Hata kama ninajua John anakaa na muda gani, hata kama ninajua ni mwizi, ukiwa na upendo hautasikia kumtoa nguo. Lakini kama upendo ndio unamwanika, praise the name of the Lord. Na kuna watu wako na mandimoni ya kuanikana hapa. Na sasa mimi nashangaa, je, unaniandika na uko wako hata nikubaya kushinda kwao. Praise the name of the Lord. Mama Mungu unaongea saa kwangu na wewe unalala juu ya mti. Ndio Yesu alisema kwanza utoe nini kwa jicho lako, waambie utembo gogore kwa ili dole usokone kipitia kibenya. Praise the name of the Lord. Wewe hujajiweza na unaona wengine hawawezi. Hiyo ni roho mbaya. Bwana Yesu asifiwe. Sema hiyo ni tabia mbaya. Na hiyo tabia inakuja kwa sababu ya kukosa upendo. Ukiona dada yako anakosea, unaweza kumuombea, unaweza kumshauri kwa upendo.
hata sisi tulikuwa wabaya. Kwani sisi tulikuwa wazuri? Si Yesu alituhurumia? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Tutapendana ama tutapendana? Na Yesu aliacha ameambia wanafunzi wake, mpendaneni nyinyi kwa nyinyi, ndio idhihirike nyinyi ni wanafunzi wangu. Imeandikwa hivyo hapa andiko. Tukipendana sisi kwa sisi. Nikiona mama Ima ninaona dada yangu. Nikiona Magi ninaona dada yangu. Nikienda Muraro hata kama siku rangi za Musa ninaenda kwa Magi na mwambie nipatie leo nijaribu. Tukipendana hivyo itaidhirika ya kwamba sisi ni wanafunzi wa Yesu. Tukiwa pamoja hatuwezi kushindwa. Together we can go far. Wasungu walisema ukitaka kwenda haraka tembea peke yako, lakini ukitaka kwenda mbali enda na wengine. Bwana Yesu asifiwe. Turudishe upendo kwa kanisa. Ukikaa pale nyumba yako, mkiketi kwa kiti, muulize wewe ulibahatika kula sapa. Usikue Kaini anaulizwa Yesu your brother. Anasema I'm not my brother's keeper. Can you be your brother's keeper? Hata wengine wamekaa mahali hawajasalimiana, ukikuta ukakaa kwa viti. Kitu ya kwanza kama uko na upendo, ukifika pale, msalimie dada yako, muulize mlilala namna gani, mnaendeleaje? Bwana Yesu asifiwe. Hapana kaa hapo unamwangalia na jicho namna hii. Tuwe na upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukiwa na upendo, hakuna kitu hatuwezi. Katika Old Testament wale watu walikuwa wanajenga mnara ya Babeli. Mungu alikuja kuwataja maana alisema ile umoja wako nayo wakiendelea hivyo watajenga mpaka mbingu. Tuwe na upendo. Pia rafiki yako upendo. Na si upendo wa mdomo. Sema si upendo wa mdomo. Upendo wa maneno. Na upendo uanze nyumbani. Sema uanze nyumbani. Bwana Yesu asifiwe. Tusiende umekuja hapa umengana na watoto wana viatu. Upendo uanze nyumbani. Praise the Lord. Namna hiyo basi namna hiyo. Mama Grace usikuje na watoto wako na safuri hapa na uko na kitenge ya 3,000. Tuana na watoto wale kwa azia kwa hapa. Upendo uanze nyumbani. Praise the Lord. Tuwajibike. Kila mtu ako na jukumu lake. Jukumu ya wazee ni gani katika Bible? To love their wives. Na wives watii. Hatutaki kuona mambo wa kanisa ndiye kusema nyumbani. Hamwezi kusema imani maana gani mnasema? Paka wazee wako na baridi. Anaenda hivi kama amenyeshewa. Maana nyumbani kuna komanda. Bwana Yesu asifiwe. Mnaona namna gani? Mpaka unaona mzee hawezi kukaa nyumbani. Si ati anachukia nyumbani, ni sheria za pale. Ndio unaona akitokea jioni anapenda kuspendi kule Muraro. Mpaka angojee usiku hivi ili akuje akule alale kama chakula iko, kama iko analala. Na wewe mtu wa praise and worship. Hiyo ishindwe. Bwana Yesu asifiwe. Tuadhibike. Msione Yesu ndani yako. Akikataa kuona Yesu ndani yako hataokoka. Watoto waone Yesu ndani yako. Kabla ya kuhubiria Yesu kanisani, aone Yesu ndani yako. Na akiona Yesu atafuata. Kile kimefunga watu nyumbani, awaoni Yesu ndio wale watu wanaabudu. They cannot see Jesus in you. Hiyo maneno ni kweli ama si kweli? Unaongeanga vile unataka. Ukiwa kanisani umeokoka mpaka nywele. Na ukienda kule nyumbani unabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo wokovu ya kigeuzi ikome katika jina la Yesu. Kila mtu acheze na vasia. Praise the name of the Lord. Na wazee wakipata pesa wapeleke nyumba. Wasikule mandazi kule Muraro. Alafu naenda kusema huku wa kasi. Bwana Yesu asifiwe. Mkule getheri hata kama ni ya mahindi moja. Hata kama ni maharagwe 1, 2, 3, enda ukule pamoja na wao.
Kwa hiyo sasa tutakuwa tunaita watu hapa, tunaangalia, tunakombea. Tukiona umenona na mzee atanona, tunakwambia utafuta kanisa lingine. Sasa ukisikia tumeanza kuitana hapa, ndio sasa John anakuja na mama tuangalie, tuulize na mbona umenona kushinda mama. Na unajua sasa nyingine ni kitunguu nyumbani, si kweli? Akifika watu wanaanza kulia machozi. Hata watoto wanaingia chini ya kitanda. Tuwe na upendo, sema upendo. Na upendo uanze nyumbani. Tukijenga nyumbani vizuri, ule mshika anatoka nyumbani akiwa na furaha, atakuja kanisani amefurahi. Na kuita roho kuwa amefurahi, it is very easy. Ni rahisi kuita roho. Na tutakuwa tunamuita anafanya nini? Anakuja. Lakini sasa unakuja na vidonda vikubwa nyumbani. Kitambo ipone ibada imei. Bwana Yesu asifiwe. Ndio watu wanaleta hapa kitambo letu wakaikunja, inachukua muda. Maana kumekuja watu anumereza nilete bless the name of God. Unaanza kuongea vile unataka na unataka kuja kanisani. Wewe na pastor Rudwa agelie kurogona kana roro mukadangioka togutina network. Praise the name of the Lord. Ambia rafiki yako saidia kanisa kuleta network. Amekwambia atasaidia ama atasaidia. Wakamwambia unatakikana uingie kwa yule mzee umponye mtoto kwa sababu anapenda taifa na alijenga sinagogi. The Bible says walipomwambia Yesu akaandamana pamoja na wao. Yet the presence of God will come down when people beyond the altar. What you need is the presence. Ukiwa na presence ya Yesu, aupishi milango inajifungua yenyewe. Ndio Biblia inasema wakati maji ya bahari ya Shamu iliona uso wa Jehova, ilitoroka kama maji ilitoroka kwa sababu ya kuona presence ya Jehova. Hata kwako itatoroka kama utatembea na uwepo. Kile kimekosa kanisani sio mahubiri mazuri, bali ni uwepo. When the presence comes, milango inafunguka, bahari inapeana njia. When there is presence, there is power. Every miracle can happen. Ndio wakati Musa aliambiwa na Mungu, enda na Waisraeli, mimi siendi nao. Musa alimwambia, ni nini kitakutofautisha na mataifa isipokuwa uwepo wako pamoja nasi? Ukiwa na uwepo utakuwa na tofauti na mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Tunahitaji presence. Presence ya Mungu inafutana vitu. Na ndio unaona wale watu werevu hawatafutangi pesa, wanatafuta presence. Ukiwa na presence, kisalimia John amwambia John nataka 10,000 hata ajipiga na toa. Hiyo ni presence. Praise the name of the Lord. Kile tunahitaji sio kung'ang'ana, ni kutafuta presence. Na Yesu akasema, tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na utakatifu wake, sio vitu vingine tutafute. Akasema tutaongezewa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo njia ya kuconnect na madhabahu, namba 1 ni kujenga. Uhakikishe kwa nyumba ya Bwana kuna kitu. Hata ukinunua kitu kadogo kama kana kuconnect. Namba 2, nataka sinaisha, ni kuparticipate kwa affairs ile involve cover. Mnaona cover yetu ni CMM, Bishopari Solingana. Anything to do with ministry ile imetufunikia. Ukiwekwa ngapo hapo. Hata mimi ninaona tunasema tunatoa pesa ya akibisho na kuna mshika kutoa, na hiyo ni umbrella yako. Sasa ukiwa una umbrella utachomeka, najua ama utachomeka. Ndio unaona watu wanakaa hapo kwa CFM na mafuta imejaa. Unashindwa kuona mafuta inifikiani kwa sababu na wewe hauna umbrella. Hatuwezi kupata umbrella ati kwa kuja kanisani, ni kuconnect. Bwana Yesu asifiwe sana. We must hata ukisoma kanisa zote, sio zote kufunguliwa na Paulo. Walikuwa wanataka pesa ama hapo wanataka? Si hata zingine Paulo alikuwa anawaambia mkwe mnataka kama sijakuja, nikikuja mkwe mmefanya nini? Mmemaliza mchango wenu, si hata kuchanga nikiwa hapo. Maana makanisa wa sasa walikuwa wanajua Paulo ni mtume, walikuwa wanataka kutoa akiwa hapo.
ili mtu anakuja na kitu namna hii anawekelea kama Paulo yule anaangalia hivi anawekelea ili Paulo aone Kariuki ametoa ngiri. Sasa Paulo akawaambia hapana, ni kabla sijakuja mko mfanya nini? Mmetoa. Ile mafuta imekufunika, ukidharau mafuta hiyo haiwezi kukufunikia. Hata hapa kanisani, ukisema Pastor Rudu ana roho, tafadhali wacha kumuita ng'ombe. Akikuombea ni makaa anaweka. Si Biblia imesema hivi. Ya kwamba ukiombea ni makaa anamuita kimapepo imeleta shida, unatoka bado unachomeka vibaya. Wako unaanza kusema ama Pastor Rudu hata ito. Ni wewe sasa uko na shida. Hii mafuta imesaidia watu. Kama juzi nilienda pale wakati kwa pale police station na base commander akakuta ninahubiria watu pale. Akaniambia kwani wewe ni pastor? Nikamwambia ndio. Akaniambia nataka uende uniombee. Nikamuuliza nikuombee nini? Akasema huyo Mungu nasema kuna yale yako ambia. Na nikamuombea after 2 days. Akaniambia alishangaa. Amepata miracle kubwa mpaka akanialika kwako. Sasa hiyo mafuta inagusa mpaka base commander akiwa Kiletile. Wewe unakaa hapa hii kuhusi, hauna umbrella, hauna cover. President Modoro. Base commander ni mtu mkubwa. Mpaka nikaita msee mwingine ambaye ameinuka anipeleke kwa base commander. Ninaenda naongea base kwa mimi. President Modoro. Jana tulikuwa hapa na huyu mama ako na nyumba nyingi. Hako na Gadimos, ako na Muska, nyumba nyingi sana. Hata ninaona kwanza lazima aveni appointment. Tulikuwa na yeye hapa jana kama watu wako na utajiri. Na fikiri tukihesabu matajiri wa Hebu Town atapata namba. Hadiwosia. President Modoro. Hiyo mafuta inatetea matajiri kama hao. Wewe kwa nini utetewi? Si wewe hujakaa square? Habia rafiki yako kaa square kwa nyumba ya Bwana. Unajibanya hakuna mafuta kitu gani? President Modoro. Mafuta iko ama haiko? Wewe hujakaa square. Bwana Yesu asifiwe. Inakwenda namna hiyo. Lazima ushughulikie umbrella ile inakufunikia. Ukitaka kuwa salama. Na umbrella yetu ni wale wote wako juu yetu. Hiyo ndio umbrella yetu. Na umbrella moja ni ya the largest and the strongest umbrella ni ya Bishop. Kutoka pale kuna Bishop. Sasa kama ukutoa pesa ya Bishop, halafu nasema mafuta ifanye kazi. Sasa ikafanya kazi kwa mtu wako ana umbrella na umbrella. Sasa utaenda usimame pale na mimi niko na umbrella hapa, halafu nasema nila wewe hiyo, utakataa kuchomeka na umbrella ya kukuli. Bwana Yesu asifiwe. Unajua vitu vingine ni obvious. Sasa kutuona umekaa kule, mimi niko na umbrella hapa. Halafu unasema mbele hiyo utakataa kuchomeka na umbrella. Sio ni obvious. Ukitoka kwa umbrella lazima uchomeke. Abia rafiki yako rudi kwa umbrella. Mwambie hata kujifanya hivyo. Pastor Ruth somea ya mwisho ni tumalize. Na leo Mungu kuna restoration ya huduma. Wale walitoka katika huduma kwa sababu ya shida moja ama nyingine, Bwana atarejesha. Tusomee First King ya kwanza. First King chapter 7. Namalizia. First King Wafalme wa kwanza. Anakuambia tarudi kwa Abraham, unaona kulingana vile unaona akifanya macho unaweza kujua ameamua kurudi ama hatarudi. First Kings chapter 7. Tunamalizia sasa kuanzia verse 12. First Kings 7:12. Na behewa kubwa pande zote ilikuwa na safu tatu. Soma that kwa wakati. Mfalme Sulemani akatuma watu kumleta Aramu toka Tiro. Nafikiri hapo tumesio hebu angalia hiyo First Kings 7. Na tafuta ile inasema kama wale watu wanaitanishwa na jina langu watanielekea. Sijui kama ndio hiyo. Second 7.
Tusomee 2 Chronicles. Hiyo ndio namalizia nayo. 2 Chronicles 7:14. Tuanzie hapo nyuma kidogo. Tunamalizia sasa. Anza verse 11. Verse 11 inasema, hivyo Sulemani akaimaliza nyumba ya Bwana na nyumba ya mfalme, na yote yaliyomwingia Sulemani moyoni ayafanye nyumbani mwa Bwana na nyumbani mwake mwenyewe akayafanikisha. Bwana akamtokea Sulemani usiku, akamwambia, nimesikia ulioyaomba, na mahali hapa nimejichagulia kuwa nyumba ya dhabihu. Verse 14. Soma nafikiri same 1 Kings 3. Tumalizie na hiyo kwa sababu hatuna muda. 1 Kings 7 verse 3. Tuangalie verse kwa sababu nakata kwa sababu ya wakati. Hatuna wakati mwingi. Soma kuanzia mstari wa 4 tumalizie. 4. 1 Kings 3:4. Basi mfalme akaenda Gibeoni ili atoe dhabihu huko, kwa kuwa ndipo mahali pa juu palipo pakuu. Sulemani akatoa sadaka 1000 za kuteketezwa juu ya madhabahu hile. Verse 5. Na huko Gibeoni Bwana akamtokea Sulemani katika ndoto ya usiku. Mungu akamwambia, omba utakalo nikupe. Amen. Sasa tunasikia hiyo ni two verses. Moja, Daudi Solomon amemakamiza kujengea Mungu nyumba na ametoa dhabihu. Alafu Biblia inasema hiyo jioni Jehova mwenyewe akakuja. Hata hakutuma malaika, Jehova mwenyewe akakuja. Hii ya pili, baada ya kutoa sacrifice. Tungekuwa na wakati ngakalia ile sacrifice toa. Jehova alikuja jioni akamwambia omba ile unataka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kupitia kujengea nyumba ya Bwana tunatengeneza uhusiano mzuri na mbingu. Ningetaka usimame na miguu yako miwili. Nikuombea. Na tunapoenda kuomba ni vizuri tujiconnect na madhabahu. Ni vizuri hasa sasa Mungu ametusaidia.